Istighfar ndiyo sifa ya waliokuwa ni waja wa Allah azza wa jalla, walio mstari wa mbele. Mnisikize vizuri. Hoja ya kwanza ya kwamba istighfar ni dalili ya mja kuwa ni mja, ni kwamba hiyo ndiyo sifa ya wale waliokuwa waja wa Allah azza wa jalla, waliokuwa mstari wa mbele. Sisi ni waja wa Allah azza wa jalla, lakini hatuko katika daraja moja ya kwamba sisi ni waja. Kuna waja ambao wao wako mstari wa mbele kabisa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kunao wanaofuata katika daraja za kufuata chini na chini na kuendelea. Tumepishana katika daraja. Waliokuwa katika daraja ya mbele kabisa ya uja ni manabii na mitume. Wao ndio wako mbele kabisa katika ubudiyati Allah azza wa jalla. Sasa ukisoma historia yao na maisha yao, utakuta ya kwamba walikuwa mstari wa mbele wao katika istighfar. Hiyo ni hoja ya kwanza, na ushahidi wa maneno haya ni Qur'ani. Soma sera ya mitume ndani ya Qur'ani, uiangalie na uisikilize Qur'ani na kuambiaje. Kuanzia nani? Nabii wa kwanza aliyeteremshwa katika ardhi hii ambaye ni Adam alayhi salam. Miongoni mwa maneno yaliyosajiliwa ya Allah azza wa jalla aliyoyasajili kwenye Qur'ani, maneno ya Adam alayhi salam aliyoyasema kwenye Qur'ani, yeye na mkewe, baada ya kosa walolifanya. Walikatazwa kama tunavyojua katika Qur'ani kutokurubia, sio kula. Waliambiwa msikurubie huu mti. Hapa kuna fikhi kubwa sana. Kuna fikhi katika Qur'ani ambayo lazima wewe kama Muislamu uifahamu. Kuna fikhi ya annahyu anil qurbi, na kuna fikhi ya annahyu an at-taaddi. Kama Muislamu lazima utege sikio na fahamu kwa makini. Katika Qur'ani kuna mambo ambayo umekatazwa usiyakurubie, na kuna mambo ambayo umekatazwa usiyavuke. Hebu kuwa makini hapo vizuri. Hiyo ni lugha inatumika ya Qur'ani muhimu sana. Wala usidhani kwamba hayo mazungumzo ni mamoja. Unahitaji ufahamu mzuri na elimu ya kuelewa kwamba haya ni masala mawili tofauti, kwa sababu kuna makosa fulani ambayo kama Muislamu unatakiwa usiyakurubie, na kuna sababu yake, na kuna makosa fulani ambayo unaambiwa usiyavuke. Tofauti yake iko wapi? Tofauti yake ni kwamba yale makosa ulioambiwa usiyavuke ni makosa ambayo unaweza ukaja mpaka mwisho. Muhimu tu uchunge kwamba usivuke, lakini wewe ushafika mwisho, lakini usivuke. Kisha kuna makosa ambayo unaambiwa usiyakurubie. Maana yake yale makosa ulioambiwa usiyakurubie ni kwamba usifike mpaka kwenye ukingo, kwenye lile kosa. Maana ukifika hapo kwenye ukingo lazima utavuka. Hebu tupige mfano utaweza kuelewa. Kosa la uzinifu, dhambi la uzinifu katika Qur'ani, Allah azza wa jalla amelikatazaje? Amelikataza kwa kutolikurubia. Wala taqrabu azina. Angalia hii lugha imetumika kama ile lugha iliyotumika kwa Adam alayhi salam, nabii wetu wa kwanza, baba yetu. Aliambiwa vile vile wala taqraba hadhihi shajara, kwa sababu kosa la kutokurubia ni kosa ambalo ukikurubia utalifanya. Ndio maana ukaambiwa usikurubie. Sasa Allah azza wa jalla alimkataza Adam alayhi salam. Makatazo yenyewe ni kutokula tunda la mti ambao
ulikuwa pale peponi, hatakiwi Adam kula tunda lile, lakini Allah azza wa jalla akamwambia usikurubie, kwa sababu akishakuwa katika ule mti ameukurubia, atafanyaje? Atashawishika, atakula. Na ndivyo ilivyokuwa. Alipokurubia ule mti aliokatazwa kutokurubia, tunda akalila. Na sisi vile vile Allah azza wa jalla alipotukataza na zina, alikuwa yatukataza tusizini. Sasa makatazo yalianza kuanzia kukurubia, kwa sababu ukishakurubia uzinifu utaufanya, kutakuwa hakuna uchamungu tena. Sio ukasema lakini mimi shekhe, wacha maneno hayo ya uongo. Ati mimi ukishakurubia pale hakuna shekhe tena, kofia utaivua kofia, hakuna shekhe tena, kuisha mambo ya shekhe. Mambo magumu mazito. Sasa Allah azza wa jalla atutaka sisi tubaki katika ngome ya amani, tubaki huko. Kwa ndio maana kuna makosa mengine tukaambiwa tusikurubie, makosa mengine tukaambiwa tusivuke. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Angalia katika makosa ya mambo ya talaka, mambo ya eda, katika makosa haya ni kwamba mtu yuafika paka mwisho, lakini unatakiwa usivuke. Wake umeambiwa uoe paka 4, usivuke, mwisho ni 4, si ndio hivyo? Kwa hivyo tilka hududullahi fala tahtaduha. Talaka ni 3, usiongeze zaidi ya 3. Kwa hivyo nafika paka mwisho ya 3, zaidi hapo hamna. Hiyo ndio mipaka ya Allah azza wa jalla, musivuke. Kwa hiyo kuna mipaka ambayo huivuki, unafika paka kwenye mpaka lakini uvuki. Kisha kuna mipaka huo si ndio mpaka, lakini hufiki karibu, usikurubia, kaa kando huko. Ukishakurubia lile kosa utalifanya. Sasa basi turudi kwa Adam alayhi wa ala nabiyina salam. Yeye ni mfano wa ubudiyati Allah azza wa jalla. Alisemaje? Qala rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Haya maneno aliyasema nani? Adam. Twende nabii wa pili, Nuh alayhi salam. Alisemaje? Rabbi ighfirli wali walidayya wali man dakhala baytiya mu'minan walilmu'minina walmu'minat. Twende nabii wa tatu, nabii Ibrahim alayhi salam. Alisemaje? Rabbana ighfirli wali walidayya walilmu'minina yawma yaqumu alhisab. Twende nabii mwingine, Musa alayhi salam. Alisemaje? Rabbi dhalamtu nafsi faghfirli faghfara lah. Faghfirli dhalamtu nafsi. Aliua hapo, atoka kuua, akakaa akakumbuka kwamba amemkosea Mola wake na amekosea nafsi yake kwa kuua. Ndio maana akasema dhalamtu nafsi, nimeidhulumu nafsi yangu, nimeua. Faghfirli, wa hiyo naomba msamaha, istighfar. Faghfara lahu, kasamehewa. Nabii mwingine Daud alayhi salam alisemaje? Allah azza wa jalla fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Huyo ni Daud alayhi salam. Mwanawe Suleiman alayhi salam vile vile, rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Kisha rabbi ighfirli wa habli mulkan, rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Hivyo hivyo mitume wote waliomba istighfar. Njoo mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye si ndiye kielelezo chetu? Allah azza wa jalla amwambia mtume wake hivi, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Angalia maneno hayo, jua ya kwamba la ilaha illa Allah,
Kwanza elimu imetangulia, jua elimu annahu la ilaha illa Allah, kisha amali inakuja mbele. Wastaghfir li dhanbika, na utake msamaha kwa makosa yako uliyofanya. Wastaghfir li dhanbika walilmu'minin. Kwa hiyo mitume wote walitaka istighfar, mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia na yeye aliambiwa aombe istighfar. Sasa wewe na mimi sio manabii na mitume, katika swala la istighfar tunatakiwa tuwe wapi? Umeelewa hili swali? Hawa ni manabii na mitume ambao Qur'ani imethibitisha ya kwamba wao wako mbele katika uja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tena basi wengine imethubutu kwa Qur'ani ya kwamba kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba madhambi yake yote yamesamehewa, yaliyotangulia na yanayokuja mbele. Na kwa jumla manabii wote Allah azza wa jalla amewahifadhi na kutofanya maasiya na maovu na machafu, wamehifadhiwa. Wao sio kama sisi. Asamahumullahu azza wa jalla anil wuqu'i fil maasi wal fawahish allati taqdahu fi nubuwatihim wa risalatihim. Allah kawahifadhi na kutofanya maasiya na madhambi na maovu ambayo yanaweza kutia dosari katika unabii wao na utume. Achana na hao wasiokuwa Waislamu na vitabu vyao vilivyobadilishwa. Wana vitabu ambavyo wao wanaitakidi kwamba ni vitabu vya Mungu, wanasema hivyo, neno la Mungu. Lakini maskini, kwa sababu ni kwamba vitabu hivyo vimeingia ndani mikono ya wanadamu wakabadilisha. Leo katika Biblia sehemu mbalimbali za Biblia kumeelezwa mle ndani eti kuna manabii waliofanya uchafu, waliyadhu billah, maneno ambayo hata uwezi ukayatamka, maneno ambayo hata uwezi ukayasema kabisa. Hata kule kunukulu maneno yale katika Biblia pia unastahi, unaogopa. Heshima yako na adabu yako kwa maana yetu Waislamu, kwa manabii wetu haituruhusu hata maneno yale kuyasema. Afu kweli yametajwa ndani ya Biblia kuhusu manabii wamefanya uchafu ambao hata mtu wa kawaida haviwezi vitabu hivyo kuwa ni vitabu vya Allah subhanahu, wala maneno hayo kuwa ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na walikuwa juu kabisa katika unyenyekevu na katika kuomba msamaha. Amewataka waja wake wote waombe istighfar, akiwaambia wastaghfiru rabbakum ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha, na aya nyingi kama hizi. Katika hadith qudusi ambayo ni hadithi ya Abi Dharr inajulikana, hadithi hii ilikuwa wapokezi wa hadithi wanapokuwa hadithi hii wanaisoma, akina Abu Muslim al-Khawlani rahmatullahi ta'ala alayhim jami'an, walikuwa wanapiga magoti wakisoma hii hadithi, namna ilivyo nzito maneno yaliyomo ndani. Katika jumla ya maneno hayo ya Allah subhanahu wa ta'ala kuambia waja wake, Allah jalla jalalu asema hivi: ya ibadi. Nataka usikize vizuri hili tamko, ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Rudi katika hiyo ibara tena. Allah azza wa jalla maneno haya anayafungua kwa mwito nida, na mwito huo unakwenda kwa waja wake, waja akisema ya ibadi, enyi waja wangu, hakika yenu nyinyi munanikosea na mnafanya makosa usiku na mchana. Usiku tunafanya makosa na mchana tunafanya makosa. Maana yake ni hivyo ilivyo, na kuna maana nyingine ndani yake. Maana yake nyingine ni kwamba mnafanya makosa ya dhahiri na mnafanya makosa ya siri. Kwa hiyo kuna maana mbili. Kuna maana ya kwamba mnafanya makosa mchana
na mnafanya makosa usiku, na pia mnafanya makosa yaliyo dhahiri, maana mchana ni pahala pa ambapo vitu vinaonekana na usiku ni pahala ambapo vitu havionekani. Kwa hivyo mnafanya pia makosa ya mimi nayajua. Allah azza wa jalla asema leo tuna makosa sisi waja ambayo tunayafanya mengine kwa siri, hakuna yajuaye. Unafaa umshukuru nalo Allah azza wa jalla kwamba amekustiri katika lile kosa la siri ulilofanya. Nafanya makosa yako ya usiku vizuri, asubuhi watu wanaweza kutoka asubuhi kwenda kuswali alfajiri msikitini. Watu wangelikuwa wanaswali wapi? Nyumbani. Lakini hawa, na ndio maana Allah azza wa jalla akaweka adhabu kali kwa wale wanaopenda hivyo. Aya ya Qur'ani inasema innal ladhina yuhibbuna, subhanahu wa ta'ala majina yake ni as-sittir, yuhibbu as-satr, yeye ni sitir, anapenda kustiri. Leo hivi ametustiri sote sisi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba satr salawatullahi wasalamu alayhi. Sasa maana yake ni kwamba kuomba msamaha ni dalili ya mtu kuwa ni mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah akatulingania kwa lafdhi ya ibada. Leo tuna waislamu ambao wanafanya kazi za haramu kabisa, moja kwa moja haramu. Sio kwamba ati ina walakini pengine yawezekana, ni moja kwa moja haramu, moja kwa moja. Sasa waje kumwambia ndugu yangu, hii kazi ni ya haramu, lazima uiwache, na hiyo apata mshahara mwisho wa mwezi. Akuuliza, mimi nikiwacha hii kazi kisha nitakula wapi? Mimi nina watoto 3 na mtoto mmoja na watoto 2 na wasomesha skuli, wanasoma madrasa. Mimi nina nyumba ya kulipa rent na kuna majukumu ambayo mimi nayasimamia. Sasa hii riski mimi nitaitoa wapi? Anajitetea, anajenga hoja ya kuendelea katika kazi ya haramu kutokana na kwamba hajui nani atakayempa riziki ikiwa kazi ile haramu ameiwacha. Tunafahamiana vizuri hapo? Muislamu huyu, swali linakuja hapa kwake, wewe kama Muislamu kweli umeamini kwamba Allah ni Ar-Razzaq? Ni kweli? Aljawab wewe bado hujaamini. Wewe unasema tu, bado hakuja simama imani ya kwamba Allah azza wa jalla ni Ar-Razzaq. Muislamu ana hoteli, sasa akija akipewa fatwa kwamba bwana ndugu yangu Muislamu, fatwa ya wanazuoni inasema Muislamu hafai kufungua hoteli mchana wa Ramadhani kulisha watu. Akamwambia lakini mimi sinalisha wasiokuwa Waislamu. Ndio, hata hao wasiokuwa Waislamu pia hufai kuwalisha. Hao wasiokuwa Waislamu pia hufai kuwalisha mchana wa Ramadhani. Unajua baada ya hapo nakuulizaje? Sasa nitakula vipi? Nitakula wapi? Hapo ndio pato langu mimi. Sasa hiyo hoteli ndio pato langu, ndio riziki yangu jamani. Maswali haya yanakuja kutoka kwa ndugu zetu Waislamu. Hii fatwa ya wanazuoni wakipewa wanasema sasa itakuwaje? Mtakula wapi sisi? Riziki sasa nitoe wapi jamani? Mwaniambia hoteli nifunge na mimi na silishi Waislamu, mimi nalisha hawa wasiokuwa Waislamu. Hawa wasiokuwa Waislamu hufai kuwalisha. Hiyo ndio fatwa ya wanazuoni inasema hivyo kulingana na hoja za kisheria zinavyosema. Sio kwamba wanazuoni wamezungumza kwa vichwa vyao tu. Wanazuoni wanazungumza kwa hoja za kisheria. Na mojawapo wa hoja za kisheria anna al-kufara mukhatabuna bi furu'i sharia ala ar-rajih min aqwali al-ulama. Ndio maana ukaambiwa maneno hayo na mifano mingine mengi. Sasa huo ni mfano wa kutumia jina. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala jina lake al-Ghaffar, al-Ghafur, dhu maghfiratin, ahlu taqwa wa ahlu al-maghfira. Hili jina lake la Ghaffar, wewe kama huombi msamaha utalitumia lini na utalitumia wapi? Sababu kuna baadhi ya Waislamu hawaombi msamaha, wanasahau kwamba kuna kuomba msamaha. Anafanya makosa madhambi, lakini yuwasahau kwamba kuna kuomba msamaha.
Sasa kule kuomba msamaha ni dalili ya kwamba Allah azza wa jalla haya majina yake yapo, na haya majina yake yanafanya kazi, na kazi yake ni kutoa msamaha. Ndio maana kila Muislamu atakiwa kuomba msamaha. Mimi na wewe hatuwezi kuwa bora kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam katu, lakini Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam kwa siku, sahaba wanasema tunahesabu idadi ya istighfari anazoomba Mtume sallallahu alaihi wasallam hazipungui 100 kwa siku. Wewe unaomba istighfari mara ngapi? Innamal a'malu binniyat